Bismillahirrahmanirrahim. Nakumbuka kipindi ambacho nilikuwa niko madrasa na mwalimu wangu, ikiwa tuko na wanafunzi wenzangu, tumekaa baada ya kuwa tumesoma, tumefundishwa. Mwalimu wangu au mwalimu wetu alitufundisha. Baada ya hapo tukawa tumekaa kama tunapiga story, lakini story za kielimu. Anaongea na sisi mwalimu wetu, na kipindi hiki cha mwalimu kuongea na wanafunzi kinakuwa ni kipindi muhimu sana, kwa sababu mwalimu huwa anazungumza maneno ambayo yeye yamemnufaisha katika elimu. Sasa anakuwa anawapa wanafunzi wake siri za kielimu. Kipindi muhimu sana cha mwalimu, anakuwa anakaa na wanafunzi wake, anakuwa anawapa maneno, yaani anakuwa anawapa mbinu za kielimu. Sasa siku hiyo nimekumbuka nikiwa na mwalimu wangu, akasema na kufundisheni dua ya kufungua fahamu, Basi akatufundisha dua hii. Ni dua ambayo ipo katika juzuu amma, Kifunuo utaiona, kufungua mwanzoni mwa juzuu amma kweli, utaiona ile dua ipo mwanzoni mwa juzuu amma. Ukifungua tu pale mwanzoni, kabla ya kuanza kusoma, utakuta kumeandikwa hivi, dua hii. Utakuta hii dua imeandikwa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Utakuta imeandikwa hii dua hii, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Basi akatuivisha ustadi, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, someni. Tukawa tunasoma, akasema sasa hii dua hii, ukiwa unataka kusoma, kabla ya kuanza kusoma, anza kusoma dua hii, anza kuisoma hii dua, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ukimaliza kusoma, soma dua hii. Basi kweli baada ya kuwa mimi nimeshika dua hii, ikawa ndio dua ambayo kwenye maisha yangu nimeishika hii dua. Sasa nikawa nimeikumbuka, nikasema niseme ili mwenye kuichukue kazi. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hii ni aya ambayo ipo, soma mbele kwa utakuta Rabbi zidni ilma ipo. Sasa hii ina maana kubwa sana, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi, pendelea sana hii kuisoma hii, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Soma hii, utaona matokeo yake. Ina maana kubwa sana hii, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Isome sana hii kabla ya kuanza kusoma durusi zako, na baada ya kusoma durusi zako
basi pendelea kuisoma hii dua. Yapo mengi sana ambayo kulikana na walimu zetu wakawa wanatueleza na tukayafanyia kazi, lakini nimekaa nikawa nimelikumbuka hili, nikasema insha Allah taala niliseme hapa, kwa kuwa chaneli yetu hii ni chaneli ya kheri, chaneli ya kielimu, basi ni vizuri watu wetu ambao wanafuatilia chaneli hii, basi na dua hizi wazichukua wazifanyie kazi ili ziweze kufungua fahamu. Kwa yote mwenye kutaka yeyote mwenye kutaka kuongoka, yeyote mwenye kutaka kufanikiwa, akifuata njia basi anapata. Ikiwa mtu akupata, basi huyo hajaamua kufuata, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwachi mja wake ambaye yeye mja huyo amekuwa na nia ya kutaka mafanikio ya elimu, mafanikio ya ucha Mungu. Maana yote haya tunafanya lengo ni kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili watu fahamu wazifunguke, ili wasijue dua, ili wajue taratibu za ibada, ili waweze kufanikiwa na kupata katika ile njia ambayo tunaiomba kila siku, inna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin, ile njia ambayo ni mustaqima. Kuipata ni kufuata maneno ya mashehe, maneno ya maustadhi wetu kama haya, ili uweze kufanikiwa insha Allah. Wa hadha, assalamu alaikum wal afwa minkum.